tungetamani sana kuwa nayo muda mrefu, lakini kwa muda mchache tutazungumzia masuala mawili matatu. Ndani ya ODM, na tutaanzia hapo kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ndani ya ODM, na mimi nitakuuliza swali la moja kwa moja. Unadhani kwamba utaratibu wa kuweza kumteua Daktari Oburu Oginga kuwa party leader wa chama cha ODM ni utaratibu ambao ulikuwa mwafaka, na unadhani kwamba ndiye alistahili kuweza kushikilia wadhifa ule? Kustahili, hiyo ni jambo la wanachama, kwa sababu wanachama ndio wanachagua kiongozi, na haswa NDC. Na unajua hakuchaguliwa na NDC, aliwekwa kwa mseto, kwa njia ya mseto, tukingojea NDC. Lakini hata kwa hiyo njia ya mseto nafikiria kwamba haikufanywa kwa njia halali, kwa sababu kuna utaratibu katika chama ya kwamba kama kiongozi wa chama amekufa ama hawezi kufanya kazi za chama, wale deputy leaders mmoja wao anaweza kuchukua nafasi hiyo kwa muda mpaka twende kwa NDC. Sasa kwa mwanzo vile ilianza haikufuata taratibu. Wajua mchakato unaweza kuwa, ama ile process inaweza ikawa ndio hawakufuata utaratibu, lakini yule ambaye ameweza kuchukua wadhifa ule akachukua vizuri na kaanza kuongoza chama vizuri. Kwa hivyo swali langu la pili litakuwa, unadhani kwamba Daktari Oburu Oginga anakiongoza chama cha ODM ifaavyo, ama kidogo anapotea njia katika jinsi ambavyo ameongoza kwa kipindi hiki? Mimi najua, mimi naweza kusema anaweza, lakini ameanza vibaya. Ameanza vibaya kwa sababu chama chetu zina njia ya kufuatia, na pia unaona tunasema tuko kwa broad based, lakini hii kwa maanisha kwamba tuko ndani ya serikali. Sasa kuna yale ambayo Raila alifanya na akasema ya kwamba sisi kama chama hatujaingia kwa coalition pamoja na UDA. Lakini inaonekana tunaenda mbio sana kusema ya kwamba tuwe na mkataba na UDM. Lakini nafikiria elections ni mwaka ujao. Tuna nafasi ya wanachama kuongea na kuona kwamba kama hiyo ndio njia inafaa chama kufuata. Mheshimiwa Governor Orengo, umesema kwamba taratibu iliyotumika kumteua haikuwa sawa. Kwa nini hiyo ndio mkondo ambao walifuata, kama walikuwa najua kabisa kwamba the party structure inasema kwamba if the party leader is not there, is not able to lead, this is the way? Kwa nini hawakufuata sheria? Hawakufuata sheria kwa sababu tulijumuisha wale watu ambao wako nje ya chama kutoa hiyo uamuzi. Nasema kwamba hiyo decision na kumweka pale kiongozi wa nchi President Ruto alihusika na akahusisha watu wawili watatu ndani ya chama, akasema njia mwafaka kwake ni kumweka bwana Dr. Oburu kama kiongozi wa ODM. Na unajua hii ilitokea kwa njia ambao si sawa, kwa sababu Raila ameaga dunia, hajafika mwili hajafika Nairobi, hajafika Kenya, na tayari yule ambaye anachukua nafasi yake ameshateuliwa kwa njia ambayo ilikuwa nje ya chama na si ndani ya chama. Mheshimiwa Governor, umesema vizuri na umemtaja marehemu Raila. Karibia kila mtu ambaye yuko ndani ya broad based government anasema kwamba Raila aliniambia, alituambia, alitushauri. The last time nikiongea na Raila, wewe mara ya mwisho ukiongea na Raila wewe alikuambia nini? Because it seems like everybody sitaki kusema mambo Raila kwa sababu hata siku moja kabla hajakufa nimeongea na yeye, lakini yale ambayo tunaweza kusema kwa Raila juu ya ODM na yale mengine ya chama na ya nchi, mwongozo ambao alikuwa amewacha ni yale ambayo yeye Raila alitaja ama aliweka kwa maandishi. Okay. Yeah. Kwa hivyo unachosema ni kwamba kinachoendelea sasa, kwa sababu hutaki kusema mlizungumzia nini, lakini kinachoendelea sasa si sehemu ya yale ambayo Raila alizungumza nayo kuhusu kabla ya kuweza kuaga dunia, sio? Na hawezi akasema yale alisema kwa raia
na mimi anaambia mengine. Raila hakuwa mtu kama hiyo, kama huo. Alikuwa anasema yale amesema usiku atazisema mchana, yale amesema mchana atazisema usiku. Na yale mambo ya kuwa katika serikali, alikuwa amesema kwamba sisi tuna kama chama lazima tutafanya chochote ya kuona kwamba chama chetu kiwe na mpigania kiti cha rais na yale vitu vingine. Najua siku hizi mnaimba wimbo wa mimi ndio Sifuna, tunakuja hapo. Lakini umemtaja Rais William Ruto ambaye ni kinara wa chama kingine, na mmekuwa mkiaibua madai yale kwamba Rais William Ruto ndiye aliweza kuchangia katika uteuzi wa Daktari Oburu Oginga. Hivi kuna ushahidi wote? Kwa sababu mara ya mwisho ama mara ya kwanza tukiona Daktari Oburu Oginga akitangazwa, hakukuwa na wana UDA pale, hakukuwa na Rais William Ruto, ilikuwa ni wana ODM ambao wapo katika nyadhifa za uongozi, ambao walikuwa katika kikao kile na wanahabari. Kulikuwa na mkutano katika State House ambapo rais pamoja na wale watatu ambao ni viongozi katika chama cha ODM walisikizana, wakasema huyu ndio anafaa weke kama kiongozi wa chama. Na hata wakasikizana, kikao cha Central Committee ikikutana, nani ata propose, nani ata second. Ilikuwa imelainisha kabisa. Wewe ulialikwa Ikulu? Kualika kufanya nini? Kwa wale ambao kwa sababu unaofahamu mkutano ulifanyika, wewe sikualikwa. Lakini hawa ambao walikuwa kwa Ikulu wamezungumza vile yale waliongea huko Ikulu, na vile walitimiza haya waliongea katika Ikulu. Okay. Ikitokea kwamba ODM inafuata mkondo huu wa broad based, kitu ambacho wewe umejitokeza na kumesema kwamba is not what you think is good for ODM, je, utajitoa kwenye ODM katika uchaguzi unaokuja? Je, utawania kwa ODM? Mimi mwanachama ya ODM, na muhimu ni wanachama wa ODM, si wale viongozi wa ODM ambao wanatusukuma tufuate agenda ya chama kingine. Kwa sababu kwa jumla tukiendelea hivi, ODM itabaki chama kidogo sana, kwa sababu kwa vyovyote tunaona sehemu za pwani, sehemu za Nyanza, sehemu za Western tunapoteza viti. Turkana juzi tumepoteza vitu viwili. Zile strongholds za ODM, nguvu za chama zinadidimia. Senior Council, wacha niweke hivi. Ikiwa ODM inaenda na mambo ya broad based katika uchaguzi wa 2027, inaunga mkono Rais William Ruto, sio? Yes. Kauli za kina Oburu, Gladys Wanga, utabaki ndani ya chama ama utatoka kwenye chama? Mimi siwezi toka kwa chama, kwa sababu mina hakika chama haitakubali twende pamoja na Ruto. Mimi na hakika, na sisi tunajaribu kufanya vyovyote ya kwamba tubaki kama ODM, tuwe na viti, tugombee viti vyote kutoka ward mpaka ile ya president. Na tayari unaona tumeanza kuwa na matatizo. Tulikuwa tunasema ya kwamba kwa sehemu zingine tuwe na zoning, na tayari UDA amesema no zoning. Na hiyo ni swala muhimu, swala nyeti. Na unajua zamani ODM ilikuwa na mambo ya zoning, kwa sababu Nyanza ODM ilikuwa inashinda viti, hata ikiwa ni UDA, hata ikiwa ni chama gani. Lakini tumefika wakati ambapo vile chama inaendelea, hata sehemu ambazo ni strongholds ya chama tunaanza kuwa na matatizo. Nikilifungamanisha swali lile na lile ambalo hukumu amekuuliza, taarifa kuu katika gazeti la Daily Nation ni kwamba Linda Mwananchi, Wismela Rat, kwamba wewe pamoja na Edwin Sifuna mmeweza kuwasilisha malalamishi kwa Register of Political Parties, kama kulingana na taarifa hii, kuhusiana na jaribio la kuweza kusajili Linda Mwananchi kwa chama cha kisiasa. Can you shed more light on that? Yeah, hii ni kweli. Wale walijaribu kusajili Linda Mwananchi kama chama ni pengine mtu ametumwa na serikali ili kwamba tukitaka kuwa na chama
isiwe hivyo, ingawaje hatutaki kuwa na chama isipokuwa chama cha ODM. Na pengine hawa watu wanajaribu tukupatia changamoto kwamba tukienda huko kwa wananchi tunasema sisi ndio linda mwananchi, na kuna mwingine hana cheti cha chama cha linda mwananchi. Yeye inaweza kuleta matatizo makubwa. Kwa hivyo huenda mna mpango wa kuweza kusajili linda mwananchi kuwa chama cha kisiasa iwapo safari hii ya ODM. Hatutaki hiyo, hatutaki. Okay. Swali moja tu, tatizo lenu kuu ni kuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, sio? Si tatizo, kwa sababu hatuna uamuzi ya chama ya kwamba tutafanya hivyo. Lakini kuna wengine kila mahali wanaenda ya kwamba tutamuunga mkono. Sasa tatizo hakuna uamuzi ama azimio ya chama NDC ama popote, hakuna. Kwa sababu mara ya mwisho tumeweza kuona kwamba Daktari Oburu Oginga pamoja na wale wengine ambao wapo katika mrengo ule wanasema kwamba waanzishe mazungumzo na UDA, na iwapo mazungumzo yale yatatibuka, they'll be open kuweza kuzungumza na vyama vingine, of course isipokuwa chama kimoja ambacho mimi na wewe na Hukumu tunakijua. Kwa nini mna tatizo na mazungumzo? Kwa sababu mazungumzo mnaweza mkafika pale mezani mkasema haiwezekani. Kwa mfano mambo kama haya ya zoning yakachangia mkasema haiwezekani. Mazungumzo tungeanza na wanachama. Okay. Na vyombo vya chama tuzungumze kwanza kama chama. Naam. Alafu tuamue. Tunaweza kusema hatuna nguvu, tujaribu tuwe pamoja na vyama vingine. Na tumeshafanya hivyo awali, tumekuwa katika CORD, NASA, tumekuwa kwa Azimio, lakini chama ilikuwa inakaa chini na baadaye kuamua. Ndio hata Raila Amolo Odinga na nguvu zake zote alikuwa na uwezo ya sasa kwenda kuongea na vyama vingine. Alright. Lakini hii ni watu fulani wanachukua hatua na wanataka walazimishe chama iende kwa hiyo njia. Mheshimiwa James Orengo, tarehe 7 mwezi wa 3 itakuwa ni mwaka moja toka masuala mazima ya broad-based, na kuna NADCO report from where you sit, 10 points agenda imeafikiwa. Nina 10 point agenda na naweza kusema haijafikiwa na haijatimizwa. In a scale of 10? Hata kwa scale of 10 naweza kusema 2 out of 10. 2 out of 10. 2 out of 10. And haikuwa ya kwamba hii iwe 2 out of 10. Nikianza hata pengele ya kwanza hii hii MOU ambayo imeandikwa kwa Kiingereza, the full implementation of the National Dialogue Committee NADCO report, priority issues in the NADCO process, na ikasema hiyo hizo issues ni nini, ikimalizia ikisema it has taken far too long and must be actualized now. On the same note, Mheshimiwa Governor, jana ODM imetoa ripoti. Nimeona Agnes Zani, nimeona Gladys Wanga mwenyekiti wakisema kwamba hakukuwa na deadline ya kutekeleza the 10 point agenda. Ndio na kusomea hii. Inasema actualize now. Mambo ya kupeleka hela katika counties, ilikuwa inasema ya kwamba lazima ziwe kila mwezi. So does it have a deadline? It has a deadline because it says now. Na kwa nini Gladys Wanga na wenzake wanasema it doesn't? We must not get a tortured interpretation. MOU inajizungumzia yenyewe. Sasa ikisema lazima zitimizwe sasa, kama inasema mambo ya abduction zikomeshwe sasa, na mambo ya kulipa ridhaa wale ambao waliuliwa ama walijeruhiwa ifanywe sasa, sasa hivi. Sasa unaweza kusema hii hakuna deadline. Now means now. All right. Kwa hivyo unadhani kwamba tarehe 7 Machi kipi kinafaa kufanyika? Mkataba ule kwa sababu muda umefika, kunafaa kuwepo extension ama kitu gani kinafaa kufanyika? Kwa sababu kuna, kama ulivyosema na kama tulivyosema awali, kuna Wakenya ambao waliweza kufa, kuna Wakenya ambao walijeruhiwa, wanasubiri fidia, na walikuwa na imani kwamba document hii ambayo unayo sasa ingeweza kuwapatia nafuu kidogo. Na kuna mambo mengi ambayo yaliweza kutajwa pale, swala la national debt, transparency, vita dhidi ya ufisadi na kadhalika. Unadhani what should now happen? Kwamba itupiliwe sasa mbali, kwa sababu
ama iwe kwamba kuna refushwa mkataba? Kitu gani kinafaa kufanyika sasa? Unajua, kwanza ni aibu kubwa sana, kwa sababu unajua tumefikia ya mambo ya NADCO na MOU kutokea yale maandamano ya agency ambazo zilikomeshwa. Na Raila akaenda huko mbele ya umma akasema tusimamishe, hatutaki serikali ya kimabavu, wacha tutatue matatizo ya Gen Z. Na zilikuwa nyingi, hata hizi MOU ni yale ambayo zilitajwa na Gen Z. Na kwa hivyo kama hatuwezi kutimiza hayo 10 point agenda, sasa ile kama ya NADCO report is about 2000 pages of report. Ile ni sawa kwa sababu zingine ni za legislation, lakini Raila alisema ya kwamba tuchanue kidogo, tutoe zingine ambayo tunaweza kufanya kwa sasa katika NADCO report ambazo zinaweza kutimizwa sasa. Kama ile malipo ya ridhia, inaitwa nini? Fidia. Kulipa kwa fidia kwa wale ambao waliuliwa, yani jamii, na wale pia walijeruhiwa walipwe. Na unajua sasa wanaleta ukora ya kwamba koti imesimamisha, ya kwamba hatuna hela katika budget. Kila siku kuna watu wanapeleka kesi kotini, na wakipata judgment inalazimisha lazima. Mheshimiwa James Orengo, ODM NDC imetangazwa tarehe 27 mwezi wa 3. Naam. Mwanzo unakubaliana na tangazo hilo? Kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba is only the Secretary General ambaye anaweza itisha, na kuna wale wanasema kwamba some official wanaweza wakaitisha NDC. Hatukubali kwa sababu katiba ya ODM inasema yule ambao anaweza kutoa notice ni Secretary General, na kuna wakati ambao mwingine anaweza kuchaguliwa kutoa hiyo ilani, lakini inategemea na ile taratibu ambazo zimewekwa kwa katiba. Na inaonekana wazi hawataki kufuata hiyo taratibu. So will you attend? Koti pia is not a question of not attending. The question is, will it take place? Kwa sababu lazima to challenge the convening of an illegal deed. So mnaenda mahakamani? Tutaenda. Tayari tunaenda mahakamani, ndio unajua uamuzi ulitolewa kwamba Sifuna ndio bado Secretary General. Alright. Naona muda wetu umeyoyoma, lakini kuna swali moja ambalo nitakuuliza Mheshimiwa Orengo. Kuna wakati wewe pamoja na ujumbe kutoka kaunti ya Siaya mlikwenda katika ikulu wakati fulani, na kulikuwa na misururu ya ziara hizo kutoka maeneo mbalimbali. Kwani uliona nini huko? Kwa sababu kuna ushirikiano ambao umeelezwa kwa katiba ya kwamba county governments na serikali kuu zinakuwa na uhusiano kimaendeleo na mambo mengine ambayo zimetajwa. Hiyo sina matatizo. Zile projects ambao pengine zimewekwa kwa budget, pengine unaona pengine zinachelewa, tunaweza kuzungumzia. Sasa zingine tuna projects sasa ambao county imetoa pesa na national government pia imetoa pesa, lakini ile kitu nimekataa hata kuwa na urais ya kikoloni na kikoloni mambo leo ambayo tulikuwa na kwa wakati wa Moi, ya kwamba ukihitaji chochote kwa serikali lazima uende ukapiga magoti kwa president. Na katiba imeeleza wazi vile wananchi wanaweza kupata huduma, na yale pesa ambazo zinaelekezwa katika counties vile zinaweza kufika kwa counties. Kwa hivyo hii ni hatari kubwa sana. Hii hatari kubwa sana, na Wakenya wanaendelea na hii mfumo, na ni mbaya zaidi. Watu kwenda kwa president kupiga magoti, anafanya tours, anaenda kila mahali, na watu wanaanza kumlilia hatuna hii. This is the imperial presidency ambayo tulisema lazima tukomeshe. Mheshimiwa James Orengo, kumekuwa na madai kwamba Linda Mwananchi mnafadhiliwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuvuruga chama cha ODM. How true is this? Hakuna hata ndururu tunapata kwa mtu yote. Sisi tunakaa chini, tunachanga, lakini kuna wenzetu wengine ambapo wanaweza kuja kama wale ambao wanaona kwamba wanaweza kutoa mchango. Na hizi mchango ni ndogo, sisi kama zile za wenzetu katika ODM ambao wana machoppers na nini. Ona kama zile loud public address system
Kuna huyu bwana Njoroge, DS Njoroge. Tumefanya kazi na yeye tangu wakati wa Moi mpaka sasa. Na sasa tukimlipa chochote tunalipa hela ambayo wengine hawezi kubali kuchukua. Hatma ya Linda Mwananchi ni gani? Kwa sababu kuna wale wanadhani kwamba mnataka kuondoka katika ODM na wanasema jamani, si muondoke haraka, basi muamue kama mnakwenda kwenye United Opposition and then kwa amani, ama kama mnakwenda mpaka debeni, si muende mpaka debeni. Hatma yenu ni gani? Hatuendi. Sisi tunataka rekebisha chama chetu cha ODM irudi pale pale, mwongozo ile Raila aliwacha, na tukifaulu, na tunafikiri tutafaulu, ODM iwe chama imara ambao inaweza kujitokeza kwa uchaguzi kwa hizi vitu vyote kutoka kwa ODM. Mkishindwa kufaulu, maana uone uwezekano senior council, tukubaliane, mnaweza shindwa kufaulu. Mkishindwa kufaulu kama Linda Mwananchi, what happens? No, hatutashindwa. We don't want to think about failure. No. But it can be a possibility. No. If that possibility, we want to rule it out. We are ODM members. Okay, assuming mshindwe. Wana chama wa ODM. Assuming mshindwe. Itakuwa vita kali sana. Ama itakuwa kama ile ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kipindi kile akitoka na ODM ingine, Raila akabaki na ODM nyingine. Mheshimiwa Orengo, huko ndo tunaelekea. Kuna jamaa mwingine alisema kule Mombasa wakati tulikuwa na kumbukumbu za miaka 20 ya kwamba kila mtu atatoka na chungwa chake. Cha chungwa. Naam. Sasa sisi hatutaki kipande cha chungwa cha ODM. Tunataka ODM yenyewe. Kama institution ambayo Raila aliwacha, ambao ina uwezo Kenya nzima. Asante sana Mheshimiwa James Orengo ambaye ni senior counsel na vile vile gavana wa kaunti ya Siaya, na sijui nikuite baadhi ya wale ambao wapo katika bila shaka vuguvugu hili, wengine wanaita waasi, wanasema kwamba wana ODM ambao ni waasi wa ODM. Hii ni vuguvugu bana. Vuguvugu ndani ya chama ya ODM. Thank you so much, sir, for your time. All right.